Miaka zaidi ya 60 iliyopita, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweka wazi maadui watatu wa maendeleo ya Watanzania: ujinga, maradhi na umaskini. Katika jitihada za kupambana na changamoto hizo, serikali ya awamu ya kwanza ilianzisha sera na taasisi mbalimbali za maendeleo, ikiwemo mifumo ya elimu ya kujitegemea na taasisi za kusimamia maendeleo ya makazi na nyumba bora kwa wananchi. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa mahitaji muhimu ya msingi kwa mwanadamu ni chakula, mavazi na makazi. Bila mahitaji hayo, ni vigumu kwa mtu kuishi kwa usalama, kufanya kazi kwa tija na kujiletea maendeleo. Lakini je, hali ya nyumba na makazi nchini Tanzania iko vipi leo? Je, taifa lina mpango gani wa kuhakikisha kila Mtanzania anapata nyumba bora, salama na endelevu? Kwa jumla yake tuna uhitaji wa nyumba 390,981. Mahitaji ya nyumba yanazidi kuongezeka. Masuala ya ardhi, nyumba na makazi nchini yanasimamiwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia sera mbalimbali, ikiwemo Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000 na Sera ya Ardhi ya mwaka 1995 iliyofanyiwa maboresho mwaka 2023. Pamoja na juhudi hizo, Tanzania inakabiliwa na ongezeko kubwa la mahitaji ya nyumba kutokana na ukuaji wa idadi ya watu, upanuzi wa miji na shughuli za kiuchumi. Taarifa za Wizara ya Ardhi zinaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2050, Tanzania inahitaji zaidi ya nyumba milioni 26. Ili kukidhi mahitaji hayo, inakadiriwa kuwa nyumba mpya zipatazo 390,981 zinapaswa kujengwa kila mwaka. Ukuaji wa miji mikubwa pamoja na kuhamia kwa shughuli nyingi za serikali jijini Dodoma ni miongoni mwa sababu zinazoongeza mahitaji hayo. Licha ya changamoto mbalimbali zilizopo, serikali ilifanya jitihada mbalimbali katika kuwezesha upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu nchini. Mwaka 2000, serikali ilitoka Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi iliyotoa mwelekeo wa upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu na kuweka matamko 6 katika uendelezaji wa sekta ya nyumba ambayo yalilenga katika mambo yafuatayo. Yaani matamko yaliyokuwepo kwenye Sera ya Maendeleo ya Makazi yanayohusu nyumba. Pamoja na kwamba sera hiyo ina matamko mengi, lakini matamko yaliyolenga masuala ya nyumba yalikuwa 6 na ni kama ifuatayo. Sera ilitamka uwepo au upatikanaji wa mikopo ya nyumba. Namba 2, sera ilitamka uwepo na umuhimu wa ujenzi wa nyumba za umma, uendelezaji wa makazi binafsi, upatikanaji wa vifaa vya ujenzi na viwanda vya vifaa vya ujenzi, na ujenzi wa nyumba bora vijijini, pamoja na uendelezaji wa nyumba kupitia ushirika. Matamko yote haya yalibainishwa katika Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000. Pamoja na kuwepo kwa Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000, takriban miaka 26 imepita tangu kutekelezwa kwa sera hiyo, na mambo mengi yamebadilika, yakiwemo ongezeko la idadi ya watu, teknolojia, mfumo wa maisha umebadilika, uchumi wa taifa, mazingira, mwelekeo wa taifa, ikiwa ni pamoja na maelekezo ya Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2020. Hivyo hakuna budi kuhuisha sera hiyo ili iweze kutatua changamoto za nyumba na makazi nchini. Baadhi yenu ni mashahidi na mmeshiriki kwa muda mrefu na kwa nyakati tofauti katika maboresho ya Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Makazi ya mwaka 2000 na kutoa mapendekezo, ikiwemo kuwepo kwa sera ya nyumba inayojitegemea. Wataalamu wa masuala ya makazi wanaamini kuwa moja ya changamoto zinazochangia ujenzi holela nchini ni kutokuwepo kwa sera maalum inayojitegemea kuhusu nyumba. Katika utafiti wao kuhusu mustakabali wa miji nchini Tanzania, watafiti Albert Nyiti na Emmanuel Njavike
Wanaeleza kuwa nyumba na makazi ni dhana mbili tofauti ambazo zinahitaji mifumo tofauti ya usimamizi. Kwa mujibu wao, kuna umuhimu wa kuwa na sera ya nyumba inayojitegemea ili kuongoza maendeleo ya sekta hiyo kwa ufanisi zaidi. Kuna mkanganyiko wa namna ambavyo neno nyumba na makazi yanatumika katika documents za serikali. Naomba nitilie msisitizo hapo. Changamoto hii inaonekana zaidi tukiwa tunatumia lugha ya Kiswahili. Yaani Mtanzania au a typical Swahili speaker akisema neno nyumba na neno makazi, wakati mwingine anamaanisha kitu hiki kimoja. Hii ndo nyumba yangu bwana. Haya ndo makazi yangu bwana. Anamaanisha kitu hiki kimoja. Lakini sasa ukienda katika maana unakuta neno nyumba ambalo kwa Kiingereza ni housing na neno makazi ukiangalia ile direct translation kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza ni settlement. Sasa hizi ni concepts mbili tofauti. Nyumba iko ndani ya makazi. Naomba nirudie tena, nyumba iko ndani ya makazi. Lakini nyumba peke yake sio makazi. Na makazi hayawezi kuwa makazi bila kuwa na nyumba ndani yake. Unafikiri utekelezaji utakuwaje wa kisera na kisheria? Inaweza ikaleta taabu sana, kwa sababu sisi Waswahili nyumba na makazi ni kitu kimoja. Lakini nyumba na makazi tunajua ni vitu viwili. Kwa ili tuweze kutimiza haya matazamio, hii vision ambayo tunayo ya mwaka 2050, kwa kweli lazima tuweze kutenganisha hivi vitu viwili, nyumba na makazi, na iwe dhahiri kwa watekelezaji na kwa Watanzania pia. Nyumba imezungumziwa kama haki ya msingi, kusoma vizuri ile manifesto, lakini pia imezungumzia au imecommit to affordable housing for all income groups, kwa maana ya kwamba upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu kwa makundi yote. Na hapa nazungumzia wale wenye kipato kikubwa, wenye kipato cha kati na wenye kipato cha chini, wale wanaofanya shughuli zao mjini, wanaofanya shughuli zao vijijini, wakulima, wafugaji, wanafunzi, wafanyakazi, makundi yote. Na ilienda mbele zaidi ikaanza kugusia pia makundi maalum, kwa mfano watumishi wa umma, madereva wa bodaboda, mamalishe. Hiyo tafsiri ya all income groups maana yake ni watu wa vipato vyote. Kitu ambacho tulijifunza wakati wa kupitia hizi document ni kwamba bado hatuna framework moja, hatuna utaratibu mmoja ambao utatusaidia sisi kufikia malengo tunayotaka ambayo yameainishwa kwenye dira ya 2050 na CCM manifesto ya 2025-2030. Kwa hiyo kila mtu anafanya kwa nafasi yake. Land policy inagusia kwenye ardhi, nyaraka nyingine zinagusia kwa mfano masuala ya financing, inagusia kwa sehemu, lakini tunakosa framework moja ambayo itaizungumzia nyumba kwa ukamilifu wake. Kwa Watanzania wengi, kujenga nyumba bado ni safari ndefu. Ripoti ya utafiti wa Tanzania Mortgage Refinance Company TMRC ya mwaka 2023 inaonyesha kuwa zaidi ya 70% ya Watanzania hujenga nyumba zao kwa awamu. Baadhi yao huchukua hadi miaka 18 kukamilisha nyumba moja, huku sababu kubwa zinazotajwa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa vya ujenzi, ukosefu wa mikopo rafiki ya nyumba, kipato kidogo na kukosekana kwa bidhaa za kifedha zinazolingana na mahitaji ya wananchi. Kwa sasa kwa sensa ya ambayo ilifanyika mwaka 2022 ambayo pia nitambue ndio sensa ya kwanza iliyotuletea takwimu za masuala ya nyumba. Ilikuwa ni sensa ya watu na makazi na ilituletea takwimu za masuala ya nyumba, na iligusia uhitaji wa nyumba kwa kila mwaka, kwa maana ya kila mwaka uhitaji wa nyumba
units, kwa maana ya nyumba, chumba kimoja, vyumba viwili, vyumba vitatu na kuendelea. Kwa jumla yake tuna uhitaji wa nyumba 390,981, 390,981. Kwa kila mwaka kuna uhitaji wa kiasi hicho. Lakini pia jinsi miji yetu inavyokuwa, tunategemea kwa mwaka 2050 ambapo tutakuwa tumetimiza au tumefikia malengo yetu ya dira 2050, 60% ya Watanzania watakuwa wanaishi kwenye miji. Hizi takwimu zinatoa picha kwamba pengine kuna haja ya kuangalia mifumo rasmi ya upatikanaji wa nyumba kwa Tanzania bado haijafanya kazi vya kutosha. Watu wanatumia njia zao wenyewe kupata nyumba, na hata kama wataichukua mikopo kwenye taasisi za fedha, sio mikopo ya moja kwa moja inayolenga kupatikana kwa nyumba. Najua baadhi yenu au wote mnafahamu kuwa serikali inauisha sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000, na kwa sasa tunazo rasimu mbili za awali ambazo zilitenganisha sera ya maendeleo ya makazi na sera ya nyumba. Hata hivyo, baada ya majadiliano ya kina na wadau, ilibainika kuwa rasimu za awali ziliandaliwa pasipo kufanyika tathmini ya kina ya hatua ya utekelezaji wa sera ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2000. Hivyo basi, kongamano hili linafanyika katika wakati mwafaka, na tunaamini kuwa tukiunganisha nguvu zetu kwa pamoja tutawezesha tathmini ya utekelezaji wa sera hiyo kikamilifu na kufanya maboresho kwa kadri ya matokeo ya tathmini ya mwisho wa siku, kupata sera bora itakayowezesha kutatua changamoto zinazokabili sekta ya nyumba nchini. Wananchi wengi wanaamini kuwa uwepo wa sera maalum ya nyumba utasaidia kuweka sheria na miongozo itakayorahisisha ujenzi wa nyumba bora, umiliki wa nyumba na upangaji wa makazi. Pia wanaamini kuwa hatua hiyo itasaidia kupunguza ujenzi holela na kuongeza ubora wa makazi katika maeneo ya mijini na vijijini. Ningependa go deep katika masuala ya mazingira, kwa sababu hatuwezi tukazungumzia housing tu. Kuna informal settlement, the population there, na mambo ya sewage, unakuta watu wanaishi mazingira chakavu as you said before. Kuna environmental challenges ambazo wanazipitia pale, lakini pia tunapoelekea regarding on the population, kwa ningependa kwenye environment, kwenye mazingira hapo kidogo tuzingatie. Nilikuwa natamani nione hii sera inakuja na mpangilio, kwa sababu sera ya mwaka 2000 ilionyesha inabidi kila mtu aweze kupata nyumba na aweze kuwa access kwenye nyumba. Haikuonesha je, serikali itajenga nyumba ambazo kila mwananchi ataweza, mimi ninavyomaliza chuoni nikienda mtaani kuna nyumba ambayo nafikia kwenye hiyo nyumba. Pamoja na kuanzisha hii policy, tulikuwa tuweke wahusike pia watu wa PPP, kwa maana kuwe na issue ya private and public partnership, ile kwamba iwarahisishie wadau wengine wawe wanajenga nyumba. Kwa mfano serikali inatoa ardhi, alafu issue ya ku raise buildings wanahusika private sector. Mwenye nyumba hana uwezo wa kupangia kodi yoyote bila kujalisha condition ya nyumba au pengine mazingira ya nyumba iliyopo, na kuna uwezekano pia kipindi mkataba unaendelea akwambia jiandae mwezi ujao nyumba itafanyaje, kuna kodi itakuwa ni kiasi kadhaa. Maana yake tukiwepo na sera pia tunatarajia sheria yake pia itakuwa support sera hii, itakuwa na control pia kodi. Housing ni shida kwa dunia, tukichanganya huko ndani, ndio maana mpaka sasa hivi hatujaweza kumove out. Lakini kuna rural housing hatuiaddress almost completely, lakini najua tunafanya vizuri. Nini kifanyike? Nashauri paundwe ka agency hivi katakuwa ni kama ni quality assurance ya kutuguide katika masuala ya housing,
itatusaidia sana. Kwanza, nyumba si jengo, bali nyumba ni msingi wa maendeleo ya mwanadamu. Hivyo sera hii itasaidia kuipa kipaumbele sekta ya makazi, isionekane tu kama sehemu ndogo ndani ya sera nyingine. Lakini pia sekta hii itatoa dira ambayo itakayohakikisha kwamba, kama tunavyofahamu kwamba as time goes miji inazidi kukua, hivyo sera hii itasaidia kutoa dira itakayohakikisha kwamba miji inakuwa sambamba na mahitaji ya makazi bora, nikimaanisha nyumba bora kwa kila Mtanzania, bei nafuu ikilingana na vipato vyao. Nilikuwa nikisikia nyumba, nilikuwa najua ni jengo tu, jengo kwamba nyumba, sebule, chumba, na tumekuwa tunazoea hivyo, lakini kumbe nyumba ni zaidi ya sebule, ni zaidi ya chumba cha kulala, ni zaidi ya ambavyo nilikuwa ninadhani mimi. Ya nyumba inaweza ikatumika kama kipato, lakini nyumba kulingana na sera yetu tunasema kwamba kazi na utu. Nyumba pia imewekwa kwenye kipengele kwamba inaenda moja kwa moja kwenye utu, kwa sababu nyumba ni zaidi ambavyo mtu anaweza kafikiria kwenye upande tu wa jengo. Inakupa confidence. Unajua hata leo tuko hapa, kila mtu katoka nyumbani. Ukiwa una nyumba ambayo ni nzuri, affordable, hata mawazo kufikiria, utafikiria vizuri. Ni tofauti na ukiwa kwenye nyumba hizi za changamoto, kama ambavyo umeniambia kwamba tunataka kukaa nyumba za zamani, mara nyumba ambayo imenyesha maji yameingia, mara nyumba imeruhusu sijui nyoka kaingia ndani na nini. Lakini tutapopata nyumba nzuri, zitakuwa kwenye mazingira mazuri, hata wananchi watakuwa na uwezo wa kufikiria mambo mengine, kwa sababu una uhakika wa kulala. Ukitoka hapa una uhakika wa kwenda kulala nyumbani kwenye nyumba nzuri. Katika miaka ya hivi karibuni, vyuo vikuu na taasisi za kitaaluma zimeendelea kufanya tafiti na kutoa mapendekezo kuhusu namna ya kuboresha sekta ya nyumba nchini. Malengo ni kuhakikisha Tanzania inafuata viwango vya kimataifa vya makazi bora vinavyopendekezwa na taasisi za kimataifa za maendeleo ya makazi na mipango miji. Na nilitamani sasa kwenye hii policy mpya tuzungumzie ni kwa namna gani the new policy will link land management reforms including readjustment and improved development and control system kwa pamoja, kwa sababu hichi ndio kitu ambacho hakipo. Unakuta institution hii ana deal na kipengele kimoja, kipengele kingine kiko sehemu nyingine. Kwa hiyo kwenye hii policy mpya ambayo tunatamani iwepo, nadhani ni muhimu tukaangalia namna gani we can have a coordinated or an organized institutional framework ambayo inaenda kusimamia hivi vitu ambavyo kwa sasa hivi tunaona ni changamoto. Lakini tunahitaji wadau ambao wako kwenye professions. Ukiangalia watu ambao wamefanya housing kwenye masomo yao, scale ni kubwa. Planners wamefanya, LMV wamefanya, architects wamefanya, development studies wamefanya. Sasa at the end of the day, ni nani mtaalamu na ni nani abebe hiyo housing? I think hiyo inaturudisha nyuma sana, kwamba unakuta housing ni kama ni wanasema kichwa cha mwendazimu au ni kitu gani? Yaani kila mtu ni mtaalamu. Sasa we need kujua nani mtaalamu. Serikali za mitaa zina jukumu muhimu katika usimamizi wa matumizi ya ardhi na maendeleo ya makazi kupitia mamlaka zao zinazohusika na utoaji wa vibali vya ujenzi, uratibu wa mipango miji, udhibiti wa ujenzi holela na utoaji wa huduma za kijamii katika maeneo ya makazi. Hakika, serikali za mitaa ni nguzo muhimu katika kufikia lengo la makazi ya gharama nafuu nchini Tanzania. Kupitia upangaji bora wa ardhi, utoaji wa miundombinu, uboreshaji wa makazi yasiyo rasmi, kuhamasisha uwekezaji na kuzingatia ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Zinaweza kusaidia kupunguza pengo la makazi na kuboresha ustawi wa wananchi. Ili mchango huu uwe mkubwa zaidi, ni muhimu kuimarisha uwezo wa kifedha, kitaalamu na kiutawala serikali za mitaa. Lazima tukubaliane, bila kuziwezesha serikali zetu za mitaa, hizi local government, hatuwezi kufika kwenye masuala haya.
Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 imeweka wazi msisitizo katika kuboresha sekta ya nyumba. Miongoni mwa maeneo yaliyopewa kipaumbele ni kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi, kuwezesha wananchi wa kipato cha chini kumiliki nyumba bora na kuimarisha upatikanaji wa huduma za makazi. Lengo la kwanza ni kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kujenga nyumba bora za kisasa na kwa gharama nafuu. Lakini sehemu ya pili, Chama cha Mapinduzi kimeahidi kuboresha makazi. Kwa hiyo tumesema hivi, kuendelea kuboresha makazi mijini kwa kuhakikisha makazi, nyumba na majengo yote yanarasimishwa kwa kupimwa, kupangwa na kumilikishwa. Katika utekelezaji wa haya mambo, yani hayo mambo ambayo tumeyasema, ikiwemo hiyo ya kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi, sisi tunataka, Chama cha Mapinduzi tunalenga kupunguza gharama za ujenzi kwa 40%. Na njia ambazo tunalenga kuzitumia, njia ya kwanza ni hii ya kutoa affordable mortgage kwa watu wetu. Jambo la pili, tunafikiria matumizi ya sayansi mpya, kwa mfano hizo interlocking bricks, lakini kuweka pia mazingira bora, na hii ni lugha ya kisiasa lakini nitajaribu kuiweka vizuri. Manake moja kati ya vitu ambavyo tunafikiria kuvifanya, ambavyo tunalenga kuvifanya, ni kupunguza kwa mfano kodi kwenye vifaa vya ujenzi. Hii ni commitment yetu katika utekelezaji wa jambo hilo. Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imetambua sekta ya makazi kama sehemu muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Dira hiyo inaeleza kuwa nyumba bora inapaswa kuenda sambamba na nishati safi, maji safi na salama, miundombinu ya barabara, mifumo ya maji taka na uhifadhi wa mazingira. Makadirio yanaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2050 zaidi ya 50% ya Watanzania wataishi mijini. Kutokana na hali hiyo, serikali inalenga kuendeleza dhana ya miji ya kijani na ya kisasa inayozingatia matumizi ya teknolojia na nishati safi. Katika maeneo ya vijijini, msisitizo umewekwa katika kuboresha nyumba za asili na kuongeza upatikanaji wa huduma za kijamii ili kupunguza kasi ya watu kuhama vijijini kwenda mjini. Wananchi ambao walishiriki kikamilifu kwenye kutengeneza dira walisema wataweza, kwa sababu ndio ambao walitamani maisha haya ambayo tunayazungumza kwenye dira. Tutaweza tu iwapo tutabadili namna gani tunapanga na namna gani tunatekeleza mipango yetu. Kwa hiyo dira yetu, malengo haya yaliyowekwa yamewekwa kwa msingi kwamba lazima nchi ibadilike kwenye upangaji, ibadilike kwenye utekelezaji. Sasa Tume ya Mipango sasa hivi imeanza kuziangalia sera zote, sio sera ya nani peke yake, sera zote kuzifanyia tathmini, kuona sera gani inafaa kuwepo, sera gani haifai kuwepo, na kama tunahitaji sera mpya basi tutashauri hivyo. Lakini la pili, sheria zote zinakwenda kuangaliwa. Kwa hiyo tumesema hapa kwamba kuna sekta za kimageuzi ambazo tunaziweka, ziko 9. Zile sekta lazima ili ziwe na tija, ni lazima mifumo yote iweze kusapoti zile sekta kuweza kutekeleza. Kwa hiyo sheria zote zinakwenda kuangaliwa na sera zote zinakwenda kuangaliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba malengo na shabaha ya dira yanafikiwa. Ilani ya CCM ambacho ni chama tawala ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ilibaini kuwa wananchi wengi bado wanaishi vijijini na kwamba kasi ya maendeleo vijijini inahitaji kuongezeka na kupewa msukumo mpya. Aidha, CCM inatambua umuhimu wa kuimarisha maendeleo vijijini na kufanya vijiji vikue kiuchumi na katika huduma za jamii ili kupunguza wimbi la vijana kuhamia mijini kwa kukuza ajira. Hivyo basi, ningependa kuwakumbusha watekelezaji wote wa ilani ya CCM na mipango ya maendeleo kuzingatia maelekezo 12 mahususi
yaliyotolewa na ilani ya CCM kuhusu kuongeza kasi ya maendeleo vijijini kama ifuatavyo. Mosi, kuendelea kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na madaraja vijijini ili kurahisisha usafiri na usafirishaji na kuunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Na hapa wahusika wakubwa ni Wizara ya Ujenzi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia TARURA na TANROADS. Pili, kuanza programu maalum. Ilani imeagiza kuanza programu maalum ya ujenzi wa nyumba bora vijijini, na wahusika hapa ni Wizara ya Ardhi pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa sekta binafsi kushiriki katika ujenzi wa nyumba za makazi. Malengo ni kuongeza uwekezaji katika sekta hiyo, kuleta teknolojia mpya za ujenzi na kusaidia kupunguza upungufu wa nyumba unaoendelea kuongezeka nchini. Lakini kwa upande wa sekta binafsi, tunategemea ushiriki wao zaidi kwa kuongeza mitaji nafuu ili kuwezesha uendelezaji wa umiliki wa makazi. Tuongeze kasi ya upimaji na urasimishaji na uendelezaji. Vile tuongeze uwekezaji zaidi kwenye nyumba kama nilivyosema, na zaidi tunazungumza nyumba za bei nafuu. Tunayemlenga hapa ni kijana ambaye leo anaanza maisha, ambao wanaishia huko kwenye nyumba za kupanga chumba kimoja. Vijana wetu leo wana mambo chungu mzima, lakini akipita hivi shangazi anamtizama kwa huku, akipita hivi huyu anamtizama kwa huku, mara watu wakae nje wangoje huyu kijana kapita na nani, anamtoa saa ngapi. Kwa tunalenga vijana wetu wa kike na wa kiume wanaoanza maisha leo. Changamoto ya nyumba bora si ya Tanzania pekee. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa mabilioni ya watu duniani bado wanaishi katika nyumba zisizo salama au zisizokidhi viwango. Kwa mujibu wa wadau wa maendeleo ya makazi duniani, nyumba bora si kuta na paa pekee, bali ni pamoja na upatikanaji wa ardhi, miundombinu bora, usafiri, huduma za kijamii na fursa za kiuchumi. Ukuaji wa miji kwa kasi, gharama kubwa za ujenzi, mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la watu ni baadhi ya changamoto zinazochangia mgogoro wa nyumba duniani. Nyumba ni zaidi ya mahali pa kuishi. Nyumba ni msingi wa afya, usalama, heshima na maendeleo ya mwanadamu. Kadri Tanzania inavyoelekea mwaka 2050, mahitaji ya nyumba yataendelea kuongezeka. Hivyo, mafanikio ya sekta hii yatategemea ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, taasisi za fedha, wataalamu na wananchi wenyewe. Swali linalobaki ni moja: je, Tanzania iko tayari kujenga nyumba za kutosha, bora na endelevu kwa kizazi cha leo na cha kesho?